Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapenda kaka zangu, dada zangu, Karumuna na Kanyanya, Katonda mulungi obude bona. Wazo letu la leo, viache vikue, viache vikue. Kama tulivyosikia katika somo letu Mathayo sura ya 13 mstari wa 30, viache vikue pamoja hadi wakati wa mavuno. Ni magugu na ngano, viache vikue pamoja. Waya tuna msemo unaosema kizikya nkoko kera rubaju kiragura rundi, yaani kwa tafsiri mavi ya kuku, upande mmoja ni mweupe na upande mwingine ni mweusi. Ni msemo ambao unataka kumaanisha kwamba binadamu sio mweupe pe, ana upande ambao ni mweupe na upande ambao ni mweusi. Yaani ni kama pande mbili za sarafu moja, upande moja ni mweupe na upande mwingine ni mweusi. Kwa maana wanasema tabayombura muze, kila mtu ana katabia kake fulani, ana kilema chake, lakini mtu sio vilema tu, ana mazuri yake, ana matamu yake, ana yanayopendeza, ingawa kuna upande mweusi. Lakini akasema viache vikue pamoja. Kuna mtoto alikaa na jirani yake mzee mmoja. Alipotoka akamwambia mama yake, jirani huyu ni mtu mbaya, jirani huyu ni mtu mbaya. Mama akamuuliza, una miaka mingapi? Akasema 5. Akasema, unajua jirani yake ana miaka mingapi? Ana miaka 61. Wewe umemwona dakika 5 ukasema ni mbaya, lakini Mungu amemwona miaka 61, anafahamu mazuri yake. Usiharakishe kumhukumu kuona tu, yaani kosa la dakika 5 unamhukumu kwamba maisha yake yote ni makosa. Sivyo binadamu alivyo. Na nasema viache vikue pamoja, viache vikue pamoja. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa subira. Bila subira ya Mungu, Maria Magdalena asingekuwa mtakatifu Maria Magdalena. Bila subira ya Mungu, Saulo asingekuwa mtakatifu Paulo. Bila subira ya Mungu, bila subira ya Mungu, mfalme Daudi asingefanya toba, Mungu angemkomeza. Bila subira ya Mungu, mtakatifu Simoni Petro asingekuwa mtakatifu. Alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Lakini Yesu alipofuka akaanza kusema tena wewe ulinikana mara hizi 3. Alisamehe, tukampata papa wa kwanza. Kwa hiyo na mambo matatu ya kuambia haraka sana. Jambo la kwanza, ukweli ukivuliwa mapambo yake unabaki ukweli, na uongo ukipambwa unabaki ni uongo. Unajua kuna dawa ambazo ili uimeze lazima uchukue na asali kidogo. Kuna dawa fulani ya tumbo inaitwaje? Ambayo ni chungu sana. Kuimeza unatanguliza asali, ndio inaingia vizuri. Fraji. Naona tuko wote fraji. Lakini wakati mwingine wametengeneza ambazo juu wanaweka kakoti fulani ili uweze kuimeza.
lakini uongo ukipambwa unabaki ni uongo. Hiyo dawa haishughuliki na uongo, nilikuwa natoa mfano. Ukweli ulienda kuoga mtoni na uongo ukaenda kuoga. Sasa uongo ulioga haraka haraka kwa sababu uliona nguo za ukweli zinapendeza, ukaoga haraka haraka, ukachukua nguo za ukweli ukavaa, ukakimbia. Ukweli ulipokuja ukaona nguo za uongo zimeharibika, ulitaka kuvaa hizo, ni matambara, yaani ziko vibaya sana. Ukasema afadhali mimi ukweli nitakuwa naenda uchi. Kwa hiyo watu wanapoona uongo uko vizuri, umevalia vizuri, wanaushabikia, unavutia, maana umevaa mavazi ya ukweli, na watu wanaushabikia hata kuzidi ukweli. Na ukweli ukija, wanaona au kuvaa chochote, unaumiza, au pendezi. Ndio watu wanasema kwa Kiingereza naked truth. Yaani ukweli ambao uko naked, mkaa kacha. Hana udavaa chochote. Lakini uongo hata upambo unabaki ni uongo, na ukweli ukivuliwa mapambo unabaki ni ukweli. Pointi yetu ya pili, Mwenyezi Mungu anatazama hatima yako, binadamu anatazama historia yako. Binadamu anakuhukumu kwa historia. Ndio maana hata watu wengine wakigombea nyadhifa mbalimbali wanasema ukitaka kujua babu yako ni nani au mzaa babu, jaribu kugombea cheo chochote. Yaani watu watatafuta historia yako. Lakini Mungu aangalii tu historia yako, Mungu anaangalia hatima yako. Mungu anaangalia heshima yako na mwisho wako. Mambo yajaisha mpaka Mungu aseme yameisha. Saulo alikuwa na historia mbaya. Alikuwa anawatafuta Wakristo nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, anawasulubisha, anawaumiza, mpaka Bwana wetu Yesu Kristo alipomtokea na kusema, Saulo, 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 kwa nini unaniumiza? Akabadilisha mtesi akawa mhubiri. Huyu Saulo wakati Stefano anauawa alikuwepo. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 58 na Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 1, alikuwepo na aliidhinisha hicho kifo. Lakini sara ya Stefano ikawa na matokeo mazuri na Mungu akatenda. Saulo akabadilika, akawa mtume Paulo, akawa mtakatifu Paulo. Makofi kwa Mungu. Kwa hiyo usitazame vibaya historia ya jirani yako, anaweza akabadilika. Anaweza akabadilika. Atakafio tamuinduza akati, ambaye jaaga dunia usimgeuze kwa kijiti. Anaweza akabadilika akawa mtu mwema na waajabu. Hata maskini anaweza akabadilika, maskini atabiriki. Ipo siku anaweza akawa tajiri. Kwa hiyo usikate tamaa na mtu yote, usikate tamaa na historia yake. Mungu anabadili historia. Pointi ya tatu, hakuna jambo gumu mbele ya neema ya Mungu. Hakuna jambo gumu mbele ya neema ya Mungu. Hakuna tabia ngumu mbele ya neema ya Mungu. Ndio maana Bukoba tunasali tinaukora karungina kama mtaina neema yawe. Tinaukora karungina ngafanya jema lolote bila neema yako. Kwa hiyo katika ibada hii tuombe neema. Mume wako kama unaona ana mambo yaendi vizuri, kile kipande cheusi kimekuwa kikubwa sana, muombe neema. Mtoto wako ule upande mweusi unazidi kupanuka, muombe neema. Yaani ni kama hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mkate ukiwa mgumu unachukua kipande unachovya chovya.
Unaingiza ndani, unatoa, unaingiza ndani, unatoa. Unaona kipande kigumu kinakuwa laini. Ndivyo hivyo neema ya Mungu ilivyo. Hakuna mtu mgumu, hakuna moyo mgumu mbele ya neema ya Mungu. Kuna jamaa alikuwa anaitwa John Pridmore kule Uingereza. Alikuwa mlinzi wa klabu za usiku, lakini alikuwa ni mtu wa vurugu, wa kuumiza watu. Siku moja akamuumiza mtu vibaya sana. Baadaye akashtakiwa, akawekwa ndani. Alipotoka ndani akabadilika. Tindi shubira abanaruga umugongorora. Akabadilika, akaandika kitabu From Gangland to Promised Land. Yaani amekuwa na vikundi vya kuleta fujo. Sasa anaenda nchi ya hadi, maisha yamebadilika. Mimi niko hapa kukwambia Mungu anasema viache vikue, viache vikue, ndipo utajua tofauti. Kwa hiyo kuna magugu yanaonekana ni magugu, yanaweza kawa ngano. Simoni Petro alipomkana Yesu alionekana ni magugu, lakini mwisho wa siku ni mtakatifu Petro, ni ngano. Saulo alionekana ni magugu, lakini mwisho wa siku akawa ngano, ni mtume Paulo. Maria Magdalena alikuwa mtu wa shughuli pevu. Shughuli pevu. Shughuli pevu Maria Magdalena, mpaka akatokwa na pepo 7. Pepo 7 ni vilema 7, lakini akabadilika, ni mtakatifu Maria Magdalena. Huyo ndo Mungu naye ubiri, ni Mungu wa surprise. Anaweza kasurprise mtoto wako, umekata naye tamaa, uwezo ukajua ya kesho. Kwa hiyo usihukumu kitabu kwa ukurasa mmoja. Usihukumu kitabu kwa ukurasa mmoja. Jeraha la jana linaweza likawa uponyaji wa kesho. Mambo yanaweza yakabadilika. Mambo yanaweza kubadilika. Mtu ambaye anaonekana ni mbaya akawa mzuri. Lakini mtu aseme kwamba ikifika mwishoni nitatubu, ngoja nizeeke, wataniita padri, aje anipe mpako wagonjwa. Sasa ujui atakuita na muda gani? Ujui. Utakufa lini? Ujui. Utakufa namna gani? Ujui. Utafia wapi? Ujui. Kwa hiyo ni kujaribu kuishi vizuri na kuomba neema ya Mungu bila kumcheka mtu, bila kumdharau mtu, kwa sababu huwezi kujua mwisho wako utakuwa namna gani. Kikubwa ni kuomba, ni kutafuta neema ya Mungu, ni kufanya toba, ni kuomba msamaha na kutenda matendo mazuri. Vinginevyo viache vikue pamoja. Mwambie jirani yako viache vikue pamoja. Viache vikue pamoja. Msukume unamwambia viache vikue pamoja. Msukume kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante.